alafu kuna ile maiyatul khassa iliyoegemezwa kwa wasifu. Ukisoma kwenye aya za Qur'ani utakuta Allah anauegemeza upamoja wake huu kwa ambao watapambika na sifa fulani. Mfano katika suratul Nahl aya 128 anasema inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, hakika Allah ma'al ladhina ittaqaw, yu pamoja na wale wenye kumcha, wal ladhina hum muhsinun, na wale wenye kufanya ihsani. Wenye kufanya ihsan kwa maana zake zote mbili. Kufanya ihsani katika ibada ambako ameshakuelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wewe umwabudu Allah kama vile unamuona, jinsi unavyonyenyekea, unavyotulia, unavyokuwa na hofu na khushu' na unyenyekevu kama vile unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kama humuoni basi yeye anakuona. Kuendelea kunyenyekea vile vile tu. Hii ni ihsani katika ibada. Na kuna ihsani kuwafanyia waja wa Allah kwa kuwapa lolote lenye manufaa na wao, la kidini au la kidunia, kama vile kutoa mali katika njia za khairi, kadhalika kuwafundisha watu ilmu, ukajishughulisha na taalimul jahilin, kuwafundisha wasiojua na kuwaongoza waliopotea. Yote haya ni katika mambo ya ihsan. Kadhalika kuwaondolea watu madhara, wasidhurike watu, jamii isidhurike. Yote haya ni katika mambo ya ihsan. Kwa wale wenye kufanya ihsani na wale wenye kumcha Allah, Allah yuko na hao. Kwa hiyo upamoja wake maalumu ameuelekeza huko kwa wale ambao watabeba sifa hizo. Kwa hiyo ni ma'iyatullahi al-khassa, lakini muqayyadatun, imethibitiwa ma'iyya hiyo kwa wasf muayyan, wasifu maalum. Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Inna Allaha ma'as sabirin, Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Hiyo ni ma'iyatu al-khassa, sio ma'iyatu al-amma ambao wanaingia wema na wasiokuwa wema. Hii ni ma'iyya kwa wale watakaojipamba na wasifu wa subira, akawa na subra katika kufanya taa, akawa na subra katika kujiepusha na maasi, akawa na subra katika aqdari au kadari za Allah zilizomtokea zenye kumuunguza katika moyo wake na kumchoma. Kafiwa na mtoto wake, kafiwa na mumewe, kafiwa, kaondokewa, kafukuzwa kazi, kaumia, akawa na subra katika aqdari la almu'lima zinazoumiza. Kwa hiyo wale ambao watajipamba na sifa ya subra, Allah amesema yuko nao, yuko pamoja nao. Upamoja upi? Upamoja wa kuwalipa, kuwaongoza, kuwahifadhi, kuwasaidia. Kwa hiyo ma'iyatullah kwa mukhtasari imegawika katika sehemu mbili. Kuna ma'iyatu al-amma na kuna ma'iyatul khassa. Na ma'iyatul khassa imegawika katika sehemu mbili, ile ambayo imedhibitiwa kwa mtu maalum na ile ambayo imedhibitiwa kwa sifa maalum. Kwa hiyo Allah yuko na sisi kwa ilmu yake, yuko na sisi kwa uoni wake, yuko na sisi kwa usikivu wake, yuko na sisi kwa kutusaidia, ambayo ni ma'iyatul khassa, kwa kutusaidia, kwa kutuongoza, kwa kutupa tawfik. Zote hizi ni katika al-ma'iyatu al-khassa. Wabillahi tawfiq walhamdulillah.